ndio watu wanafunguliwa. Lakini ukikaa unaangalia wenzako, hautapokea chochote. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Watu kwenu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika kipindi kizuri cha kuweza kukaribisha wageni wetu ambao wametutembelea. Tunaimba wimbo wa Kibembe kwa wale ambao hawajui. Tulitoka Afrika, labda Kongo, lakini kufuatana wengi walibadilishwa majina, walishatangulia, wengine wako sehemu, lakini kwa upendo sisi ambao tumekutana hapa lazima tunamshukuru Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Naona bana baombe nalenga nyai. Angele kabi kwa bele kaya nale bae.
anasema hivi: ili kufikia kusudi hili takatifu, ni wajibu wenu kama wazazi walezi kuwafundisha watoto hawa kumcha Bwana mapema, kushughulikia elimu yao ili wasipotoshwe, kuwaongoza katika utakatifu, kuwazuia kutokana na marafiki wabaya na tabia mbaya, kuongoza mawazo yao ya ujana kwa maandiko matakatifu na miguu yao mahali patakatifu, kumzuia na ushirikiano na tabia mbaya, na kwa uwezo wenu wote kuwalea katika malezi na mausia ya Bwana. Je, mnakubali kufanya hayo? Mungu awabariki sana. Basi naomba muwageukie kanisa. Kanisa, na nyinyi mna swali ambalo mtalijibu. Kama ni ndio, basi mtasema ndio, tunakubali. Sasa nawauliza ninyi waumini, je, mnakubali kujitoa kama mwili wa Kristo kuwasaidia na kuwahimiza wazazi hawa wanapojitahidi kutimiza wajibu wao kwa watoto hao na kuwasaidia katika malezi yao ili wakue na kufikia upeo wa kiroho? Asante sana. Mungu awabariki sana. Acha tuombe. Baba yetu uliye juu mbingu zote, ni wewe Mungu usiyeshindwa, yule jana, leo na hata milele. Tunakukabidhi kikombe hiki ili kwamba peke yako uweze kubariki huduma hii ambayo tunakwenda kuitenda sasa, ya kuwaweka watoto hawa wakfu mbele zako, ili kwamba Bwana watimize siri ya mpango wako katika maisha yao. Asante kwa sababu ninaamini utaanza maisha pamoja na wao mpaka mwisho pale watakapofikia. Asante Bwana kwa sababu yote yatatimiza, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Haya, naomba mnigeukie. Janine Idi ni nani? Basi mshika hivi. Mshike kichwa chake kiende mkono wa kulia. Mkono wako wa kulia. Sogeze hapa. Janine Idi, tunakubariki leo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba Julieni Mwenge Idi. Julieni, tunakubariki leo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Joshua Anzuru. Joshua Anzuruni, tunakubariki leo katika jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mshiki imani. Imani, tunakubariki leo
katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Acha tuombe kwa ajili ya watoto wetu. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya kipindi hiki. Tumetimiza yale yaliyo makusudi yako. Waache watoto hawa mikononi mwako leo, ili kwamba wewe uwe kiongozi wa maisha yao. Bwana, tunaweka pamoja na hayo wazazi wao mikononi mwako, ili kwamba wape nguvu na maarifa waweze kuwalea katika njia iwapasayo. Asante kwa sababu kwa msaada wa Roho Mtakatifu watakwenda kufikia hatima ya maisha yao. Wakinge na kuwazuia na kila aina ya upepo mbaya wa dunia hii. Dunia tulionayo sasa imeharibika, lakini Mungu ni wewe tu ndio unakwenda kutupigania, na utakwenda kuwapigania watoto hawa, ili kwamba kesho ndani yao waje wainjilisti, waje waimbaji, waje na wachungaji. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Sifa Bwana, kuna kweli
Napenda tusimame tukashie wote kwanza. Tusikie ili tusikie kwanza tukisema. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hallelujah.
kuonyesha kwamba Mungu ndio anasikaa basi tunasimama, sivyo? Tusimame sote sasa kwa pamoja, tufungue macho ya mwili, tufungue macho ya roho, sivyo? Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa baraka ambazo mwanadamu hawezi kutoa. Haufanishi na kitu kingine. Haufanishi
Yesu wako. Endelea kwa pamoja na maisha yetu yote tunayokabidhi mikononi mwako. Ibilisi hatuna nafasi ya kutafuna watu wako Yesu. Palipo wewe Yesu, ibilisi naye anawinda kila siku, siku na mchana. Tunakuomba Bwana ufunike na kuyaokoa. Asante Baba. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Naona huyu kijana alikuwa ni mgeni. Barikiwe kaka yangu. Mungu akubariki zaidi. Kwa maana mara kwa mara nasemaka watu wengine watu serious. Amen. Katika tupao. Amen. Amen. Baba alibarikiwa kupitia mabudu yenu. Yaani watu wanapoabudu nywele zinatikisika. Ndio. Watu wananena kwa lugha, si kwa tinasibu hapana. Ni kufuatana na kujipanga kwako na kuombea huduma yako. Amen. Amen. Tayari nilishaomba, sina muda. Naomba unitazame. Ninajibu mojawapo na swali moja ambalo nilala kipao kiporwa. Uwe makini kama uko pale unifuate vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ubarikiwe waimbaji, yani ambayo nilikuwa naandaa tayari mnaongea na mmemaliza. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ninaanza utangulizi au introduction, sijaingia kwenye somo. Naomba unifuate ili nijibu, kwa maana mambo mengine watu wengine wanachukua haya mambo kama mzaha. Ninaongelea nusu kuhusu introduction, sijaingia kwenye somo. Ninaongelea kwanza kuhusu Pasaka. Na tulipata hiyo swali wiki ilizopita hapo, nilikaa pale nilikosa muda, lakini niliona nikipata nafasi nitafundisha ili watu waelewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaposema Pasaka, kuna sikukuu ya Pasaka, kuna sikukuu ya Noeli kama sisi wa Kristo, kuna sikukuu ya Pentekoste. Tukienda huku kuna sikukuu zingine, hata hii ya kuzaliwa ni sikukuu watu wanasherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno mawili. Sikukuu, nikisema mfano Pasaka, sikukuu kwanza inaanza na Pasaka. Lazima tujue sikukuu ni nini. Kwa maana ukijua sikukuu ni nini na hii Pasaka ni nini, utaelewa zaidi. Jina la Yesu libarikiwe. Naomba kuenda haraka ili tuingie kwenye somo. Sikukuu, inaanza leo sikukuu. Haijalishi sikukuu ya kuzaliwa kwako. Sikukuu ni nini? Sikukuu ni kufurahia tukio fulani lililotokea. Watu hawasherehekee sikukuu kwa hivi tu, wanakumbuka labda kulitokea jambo ambalo huwezi kusahau maishani mwako. Na ndio maana unaweka kumbukumbu hiyo siku, unaweka kama sikukuu kwako. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Na ndio maana tunapofika kama sisi wa Kristo, kuna sherehe tatu ambazo tunasherehekea. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kama sikukuu ya Pasaka ni sikukuu muhimu kwa Mkristo yoyote aliyekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Lazima uwe makini, umshukuru Mungu wako, kwa maana hapo ndio tulipata nini? Ushindi. Nilisema sikukuu ni kufurahia tukio fulani lililotokea, haijalishi kimwili wala kiroho. Pia sikukuu ni maadhimisho au kukumbuka uliopitia. Mimi nakumbuka nilipotoka. Nilitaka kunywa pombe, tusipandishe hapa kama huko, usiogope. Mimi nilitoka huko. Pandisha kidogo huko. Nataka niongee na watu. Hakuna kunywa pombe? Ndio, kama hivi unapoongea wewe ukae hapo, mimi nilitoka huko. Na nataka niongee na wewe. Mimi kama niko hapa hivi sipendezi jamani. Ninakwambia nilitoka huko kwenye mada wao utazikuru. Hautafikia kiwango na leo mimi si
tulilewa, tulinao, tulivaa na viatu, tukalala navyo kwenye vitabu. Lakini kwa neema ya Yesu Kristo akakutana na mimi kwa kusudi nitangaze injili yake. Jina la Yesu barikiwe. Hiyo ni sikukuu ambayo inaadhimisha maisha yangu ninapoangalia ya nyuma, kwa sababu mwanadamu anasahau, anapendaka tu ya mbele. Haya ambayo ni ya sasa, lakini ya nyuma anakumbuka. Haya kumbuki. Mimi nakumbuka ni sikukuu kwangu aliponifanyia Yesu. Ni mimi ni nani? Ubarikiwe mwalimu uliosema ni kwa neema. Amen. Amen. Basi tunaenda Pasaka. Hii ninakupa introduction. Pasaka inagawanyika katika sehemu mbili. Nataka unielewe. Pasaka inagawanyika kwanza na pamoja kiunabii. Nataka nikuambie kwanza, tuanze kiunabii. Pasaka inagawanyika katika sehemu mbili. Kiunabii ndio nataka nianze. Pasaka kiunabii ni nini? Pasaka kiunabii ilitimizwa msalabani aliposema imekwisha. Nani? Yesu. Ni wapi? Ni kiunabii. Ninarudilia. Ninasema Pasaka kiunabii ilitimizwa msalabani aliposema imekwisha. Ni katika yale maneno sawa tutaona katika somo langu. Bwana asifiwe. Amen. Kiunabii tuko katika unabii. Pasaka tena kiunabii. Pasaka kiunabii ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Watu wengine wanasema ni kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kiunabii. Kisoma kitabu hatuna muda, Luka 24 mstari wa 7 utasoma. Tunakuja namba 2. Pasaka inagawanyika namba 2, historia. Tuone sasa Pasaka kihistoria. Kihistoria, Pasaka ilitimizwa wakati wana wa Israeli walitoka Misri. Kihistoria. Ninarudilia. Kihistoria, Pasaka ilitimizwa wakati wana wa Israeli walitoka Misri. Tunaendelea. Kihistoria tena. Pasaka haikuwa mpango wa wanadamu, bali ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kujua ya kwamba Pasaka haikuwa mpango wako wewe, bali ilikuwa mpango wa nani? Wa Mungu. Kihistoria. Jina la Yesu libarikiwe. Na unaweza kuniuliza, huu mpango ulikuwaje? Nataka nikujibu kwenye mantiki. Mungu ameandaa mpango huu, na najibu sasa. Mungu ameandaa mpango huu wa Pasaka kipindi alipokuwa na zamu ya kulinda madhabahu kati ya agano yeye Mungu na baba Ibrahimu. Mtu mmoja anisomee Mwanzo 15. Watu wengine wasome. Mpango huu ulikuwa Abraham 15 Mwanzo mstari wa kwanza pale. Lakini sitasema chukua Biblia yako, mara kwingine naongea haya sichukue Biblia, nilisha yasoma. Mwanzo 15 moja anasema hivi. Baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi. Abrahamu yuko kwenye njozi, atakuwa na mtoto. Likinena, usiogope Abrahamu. Mungu anakutana naye kwenye ndoto, anamwambia usiogope Abrahamu. Mimi ni ngao yako na wavu yako itakuwa kubwa sana. Hata hapo kidogo atasoma na zungumzia. Muda usipoteze. Ninasema ulikuwa ni mpango wa Mungu. Pasaka sio mpango wa wanadamu. Mungu alikutana na Abrahamu, baba yetu Abrahamu. Hajapata mtoto. Wakafanya agano. Mungu akamwambia linda haya madhabahu. Ulimshuke pale mstari. Ulinda haya madhabahu. Yaani ilikuwa ni nyama kipindi kile, nyama zote zilikuwa zinateketezwa katika agano la kale. Na akamwambia usilale. Nilishukuru kaka Jansen, ile somo lako ambalo ulisema usingizi ni silaha mojawapo wa shetani. Silaha usingizi, ukiona mtu analala au mchungaji ukiniona pale, tikise niambie hata unikomeshe kwa jina la Yesu. Sio vibaya. Ni pepo. Amen. Amen. Unaweza kuchukia si Petro Yesu alimkemea yeye, alimkemea Petro. Kama wewe shetani, wa Petro alimnungunika kimwili. Unaniambia tena mimi shetani nakupenda. Akamwambia sikwambie wewe, kilio ndani mwako ni shetani. Jina la Yesu libarikiwe.
Ibrahimu, unatumana unapofanya agano, nitakutumikia tangu utoto wangu na uzee wangu. Mungu anacheki vema. Na hilo linaweza kufunga na kizazi usipoondoa hiyo nasiri. Hiyo nakwambia sikufichi. Labda wengine wanakuwa wanaficha, mimi sikuficha. Na tunashukuru hapa wachungaji, walimu hapa, wainjilisti hapa, tunasema ukweli. Kwa maana uchukie wewe utanichukia kwenye somo. Lakini uchukie usipochukie, ukweli unabaki ni nini? Ni ukweli. Ukishuka pale usiku wa manane, Ibrahimu akalala usingizi. Alipolala usingizi, taa ikaja ikachukua mnofu moja pale. Mungu akaona ni kosa kwa sababu walipatana. Na walipopatana, Mungu akasema hivi. Kwa sababu pale ukianza mistari ya mwanzo alisema, sasa mimi unakuja nikufanyia nini? Tufanye agano. Sina mtoto. Mungu akasema hapana, huna mtoto, mimi najua. Angalia kwanza hesabu nini nyota za bahari za angani. Akasema siwezi kuhesabu. Akasema ndivyo watoto wako utakapozaa. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Na akamwambia unaona mchanga, unaweza kuhesabu mchanga wa baharini? Akasema hapana, ndipo uzao wako. Unakuja kusema nini? Alipolala usingizi, Mungu alimpa adhabu. Akamwambia uzao wako utaenda utumwani na wale watu watawatesa na watawatumikia miaka 400 utumwani. Lakini ile kati ikienea, mimi Mungu nitawaruhusu na watakuta na mali nyingi. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini Farao hakujua ya mambo. Alijiona ni yeye ndio anawatesa. Kumbe ulikuwa ni mpango wa Mungu. Na ndio maana ndio ulipofika alitaka kujionyesha Farao. Lakini kwa sababu Mungu asemaki upongo, alimpiga zile pigo 10. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. 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 Tuko katika historia. Na ogopa miaka 400. Miaka 400 ni kama ukisikia kizazi cha 4 ndio miaka 400. Sasa fikiria kosa kidogo la usingizi, watoto wao waliingia miaka 400, sio mchezo. Sisi tulikaa Tanzania miaka 30, siku kama 30 watu wanachoka. Hapa Amerika tunafanya kazi tunachoka, lakini bado hatujafikia miaka kama alivyoambiwa uzao wake 400. Ogopa Mungu katika agano. Amen. Amen. Tunaenda historia tena. Katika agano jipya, watu wengine wanasema katika mafundisho mengine, tuko katika historia. Mafundisho mengine wanasema hivi, katika mafundisho mengine Pasaka ni kifuniko kwa sababu Mungu alipita juu. Historia ni mfuniko, yani agano la kale ni mfuniko wa agano nini? Juu. Kwa maana Mungu katika agano la kale alipita nini? Juu. Ni kipindi gani? Wako Misri, Mungu alishasema uzao wako utakaa Misri miaka 400. Na walipokaa pale, Mungu akamwinua nani? Musa. Ambia watu wangu waje. Ikawa vurugu. Yeye Farao hakujua kwamba nilikuwa mpango wa Mungu. Shetani kazi yake ni kiburi tu. Akajindua Farao. Mungu akasema sasa nimeeleza siwezi kugeuka, mimi sikigeuka kama wanadamu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ndipo alimpiga kwanza zile pigo 9. Alijitahidi. Mungu ana silaha kubwa, acha nikwambie neno hili. Mungu usicheze naye. Hapo alipigwa silaha za kale. Kumbe mawe yanaweza kupiga mtu. Mungu alileta silaha ya mawe ikapiga watu wakachanganyikiwa. Chawa zilikuja nani tulitoka Afrika. Chawa mimi nilikuwa mtoto mdogo. Chawa zinakosesha mtu, zinakosesha watu heshima. Chawa zikianza kuzunguruka kwenye watu hivi, unaweza kuvua manguo. Amen. Hiyo yote Mungu aliweka ili Farao ajue ya kwamba mimi ninao silaha za chawa. Amen. Basi tusipoteze muda. Nilisema katika agano, watu wengine mafundisho wanasema katika mafundisho mengine Pasaka ni kifuniko kwa sababu Mungu alipita juu. Ninataka kumalizia hapo nisiwache hapo. Ile pigo ya 9 ya 10 sasa Mungu akasema utaniona sasa kama sasa ndio muda wangu nijue. Mungu akaambia ukisoma kitabu cha Kutoka 12
Andika pale utasoma, sina nilishayaongea haya maneno msomo. Kutoka 12 mstari wa kwanza ukishuka pale. Mungu anawaambia kila mtu, kila familia ichukue mwana kondoo asiyekuwa na ila. Na kama familia ni ndogo, wachangie na wachukue mboga uchungu. Kisha wakule, wasipige kwenye moto. Wasikala kusipaki hata kitu kidogo. Kwa maana usiku wa manane mimi malaika atakuja atapita juu na mweke ile damu kwenye milimo ya milango. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa maana mimi Mungu nitapita, alikuwa si malaika, alikuwa ni Yesu mwenyewe, atapita kwenye nyumba za wale watakatifu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. 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 Basi tuende kwenye somo letu. Tuende kwenye somo, nitazame. Ninaongea na watu na nafsi za watu. Nani kwanza, kila mtu angalie mwili wake, nani hana alama kwenye mwili wake, kwa sababu ndio nataka kuongea somo letu. Kila mtu achukue dakika moja angalie kwenye mwili wake kama hana alama. Kama una alama unatuambia mchungaji, sina alama mimi. Yoyote alama yoyote kwenye mwili wake. Esiso. Nani angalie kwenye mwili wake kama hajakuwa na alama kwenye mwili wake aseme. Yuko, usipoteze muda, yuko. Naona hakuna. Amen. Amen. Na ninauliza kama tunafunzana hapa, ile alama yako inakufunza nini kwako? Kwa sisi hapa kuna alama. Amen. Inakukumbusha nini ile alama ulio nayo? Kwa sababu kila mtu anajua alama yake. Mimi nina moja hapa, siwezi kwa sababu niko na high court. Kipindi nakunywa pombe, nikapata marafiki zangu wale kufanya zile takuzi. Nilipigwa moja hapa kwa mnofu, kwa sababu zile Afrika zilikuwa mbaya kwa mnofu. Afadhali zinafutika. Niko nayo hapo hiyo tatu. Ile inanifundisha nini? Nilikuwa napenda shetani na mambo yake yote bila kumsahau Mungu wetu. Jina la Yesu libarikiwe. Somo letu linasema alama 5 za ukombozi na maneno 7 ambayo Yesu alisema pale msalabani. Unifuate kwa sababu hapa ndio kuna ngoma, na ukiwa na swali utaniuliza. Alama 5 za ukombozi. Na ndio maana niliuliza nani ambaye hana alama, kwa maana Yesu Kristo alipigwa, na ndio maana akawatokeza wanafunzi walikuwa wameshasahau, akamwambia cheki mikono yangu, ona alama ya msumari. Jina la Yesu libarikiwe. Alama 5 za ukombozi na maneno 7 ambayo Yesu alisema. Twende kwenye alama ya kwanza. Alama ya kwanza, kifo cha Yesu kilikuwa kinatia. Yesu alitenda makubwa. Yesu aliwafanyia watu wema. Yesu aliponya na magonjwa, wafu wakafufuliwa. Lakini wale ndio walisema asulubiwe na damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Na wakamchukua Pilato, akasema mimi haya kuanzia na utaalamu wangu, hii kesi mimi Pilato sioni kosa, lazima apigwe kwanza na acho. Akasema hapana, kama wewe unaogopa damu yako huyo mtu iwe juu yetu sisi wakubwa na watoto wetu, tufungulie Baraba. Yesu akawatazama, si yule nilimponya magonjwa ule Baraba, huyu si nilimpa mikate Baraba. Amen. Alama ya kwanza, wale watu walimchukua wakasokota taji ya miba. Nifuate huko. Ndio maana usichezee na hii Pasaka ambayo tunasema watu wengine wanasherehekea Pasaka, hawajui maana yake. Wanaona kama ni msaa, kama loime, wanachukulia kama hivi nini habari ya watu kuzaliwa. Sio hivyo. Kumbuka mateso ndio tunataka kuona. Walisokota, alama ya kwanza ninasema, walisokota taji ya miba ikawa kama kofia, na wakaja wakamweka
kwenye kichwa. Sijui miba ukiwa kwenye poli, miba kwenye mguu, mtu anasikia kaji. Lakini sasa wakuchukua na huko mzima wakuweka kwenye kichwa, ilikuwa si mchezo. Okovu unaochezea si mchezo, usichezee okovu uliyopata ni neema. Amen. Amen. Wakachukua ile taji ya miba wakamweka kwenye kichwa. Inatufunza nini? Na ndio maana nataka ile taji ile ambayo ya kwanza ninasema walichukua taji la miba wakasokota wakamweka kwenye kichwa. Inatufunza nini sasa sisi wa Kristo? Ndio ninataka nitoe jibu. Inakufunza nini mimi na wewe ambao tumeelewa ile taji ya miba ambayo ilikuwa kwenye kichwa? Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile miba, ile taji ya miba aliyowekwa kwenye kichwa inatufunza, ilitufunza kwa sababu atusafishe fikra zetu. Jina la Yesu libarikiwe. Ile taji ya miba ambayo Yesu aliweka kwenye kichwa, Yesu alitaka kutufundisha nini? Ili mimi na wewe fikra zetu azisafishe ziwe safi. Jina la Yesu libarikiwe. Tulikuwa katika saa, na mtu aliye katika dhambi fikra zake zinakuwa ni mbovu. Ndio maana maandiko yanasema kumcha Mungu ndio chanzo cha nini? Cha maarifa. Yaani mtu akiwa kwenye dhambi, ndio maana nasemeka neno moja. Ukiishi na mtu asiyeokoka, unakuwa kama mtu unaishi na nyoka ndani ya nini? Ndani ya nyumba. Kwa maana siku moja itakunata. Wengi wanaweza kuona labda naanza kukushauri. Ninasema na kudilia tena sina woga. Biblia inasema kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa. Na maarifa inakuja katika Kristo. Sasa wewe ukikataa Kristo, yani ile taji aliyowekwa Yesu haifanyi kitu kwako, haina maana kwako. Afadhali ungebaki hata nyumbani kuliko kuja hapa na mambo yako unayoyafanya haipendezi wanadamu, haipendezi Mungu. Inamaanisha ile kazi ya miba haina kitu kwako, na ndio maana tunamtonesha Yesu. Wote tata na uko na ilinzi, wote tata na uko na viatu vya mume wa mtu, wote tata na uko mchana, fikra zako hazijaosha. Amen. Nilisema kuishi na mtu asiyeokoka ni kama kuishi kwa uko na nyoka ndani ya nyumba. Siku moja Mungu alifanya kitu kimoja. Mungu ni mwema, tungemalizana hivyo. Unajua mimi ninafikiria imani, mimi ninafikiria ndani ya moyo wangu. Muulize mwenzako, unafikiri unajua ninafikiria sasa kwa kweli? Sasa unajua yanayofikiria? Sasa Mungu akikufunulia, wanafikiria watu huwa ni wanani? Si wale ambao unakaa nao, unakula nao, lakini ndio wanapanga mission ya kukuwekea sumu na Mungu naye mchungaji unakula hao. Lakini Mungu aliweka hizo. Unakaa naye, kumbe kesho alifanya kikao watakuangamiza. Sasa Mungu angekwambia kwanza mngemalizana jamani. Ndio. Amen. 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 Fikra zetu ile miba ilituosha, na tuoshwe tufanane na Kristo. Sio hauko vuguvugu, hauko moto, hauko baridi, wewe uko vuguvugu. Zile tabia za asili. Mimi nilikuwa kunywa pombe hivi mpaka leo watu walisema sitamaliza wiki, ninasonga na mwezi, ninasonga na mwaka. Leo niko na miaka 12 kwenye huduma ya uchungaji. Jina la Yesu libarikiwe. Ninalinda wokovu wangu. Ninakumbuka ile samani ya nini? Ya ile taji iliyoosha akili yangu. Ile hali ya pombe ikatoka, marafiki wa uongo wote wakatoka. Yesu akanipa marafiki, ndio maana tunapatana watumishi. Jina la Yesu libarikiwe.
Nilisema aliwekwa taji ya miba. Kwenye kichwa kuna sehemu zingine, na hizo sehemu zingine kwenye kichwa ziliumia. Amen. Tuko kwenye alama ya kwanza, taji ya miba kwenye kichwa. Hebu angalia kwenye kichwa chako, kunakuwa kichwa tu, hakuna sehemu zingine. Kuko sehemu kuna macho, kuna viungo vingine pale, niseme kwa lugha hii. Kichwa inabeba viungo vingine na viliumia. Macho iliumia, masikio iliumia. Ukiumia kwenye mguu, mwili mzima wote unaumia. Ni kweli ninasema uongo? Kweli. Ndio maana ninataka tufunze kila kitu baada ya lingine. Kuna miba, tuko kwenye ile alama, andika pale chini. Andika pale. Kuna miba iliyochoma Yesu kwenye macho. Miba ilichoma macho, iliumia. Hiyo ilitaka kutufunza nini ile miba ambayo iliingia kwenye macho ya Yesu? Amen. Kuna miba iliingia mpaka kule kwenye nini? Kwenye macho, msipa ile ya macho ikaumia. Inataka kufunza nini sisi wa Kristo? Amen. Basi natoa tu, inatufunza nini? Hilo iliyochoma kwenye macho ni kwa ajili kusafisha macho yetu tuone mabaya na mazuri. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ule miba ambao uliingia kwenye macho ya Yesu inataka kutufunza. Ndio maana kwenda mbinguni ni kwa hiari yako, na kwenda jehanamu ni kwa hiari yako, kwa macho yako na akili yako. Mungu ametuambia kazi ya macho ni kuona kizuri na nini na kibaya. Jipe inapita, hakuna kutazama tena mtu, unaanza kutazama nyuma sasa. Vijana wewe, macho inakuwa hivi, hata ulishakuwa mbali inakuwa hivi. Huruma. Napenda Paulo akasema mambo yote niliyoyafanya pale nilipokuwa sijafunguliwa macho, niliona iliniingiza kwenye hasara, nimeyaona kama vile maji. Nani anapenda maji kuiona? Hata unanyamba unaangalia na vile nani anaweza kada kikataa. Inaanza wazungu zinakuwa vizuri. Unaingia dakika hadi unataka hata dakika moja unafanya. Nani lazima unapoona zambi, kaka anapokuja kwako anakuambia mimi nakupenda. Sisi wanaume tunapata na wanawake akili zao zisitui nini. Ukimwambia ukweli njoo uongo kwako. Kijana anakuja na lazima, kutoka Afrika tu tulikuwa na hiyo mama. Anazima kuanzia chini mpaka juu. Nasema kweli mtu basi. Ndio tulikuwa tunafanya. Unazima mwenzako kuanzia chini na juu. Unakuja sasa, unampiga, unamranda tumaneno na unakubali. Mtu ambaye ameokoka, unaolewa na msumilani, mwizi, mkurukuru wa hali yote. Lakini mtu aliyeokoka unamtazama kwa macho, utajua Mungu atakupa macho ya kiroho na kusema huyu kweli atufanane naye. Jina la Yesu. Nashukuru mimi unamjua kama mimi ni Kristo. Kwa sababu akijua Kristo, Biblia inasema tukitaja jina la Yesu Kristo, mapepo yanafanya nini? Lazima uko. Na neno la pili mwambie tunaenda kanisani kwa mchungaji wetu Nazarene Abraham yuko pale. Hatakuja atasema tu akokola na unapata kibali, unamfunza, atatangaza Yesu. Jina la Yesu libarikiwe. Lazima tukubali macho yetu yaone mazuri, sio mabaya. Lakini macho ya watu wengi wa Kristo wengi bado yako yale matamu. Paulo alipokuja anataka kutesa kanisa kwenda Makedonia kule, alikutana na Yesu. Yesu akakutana na nani wananisumbua? Akasema ni mimi Yesu. Alipigwa upofu ili aingizwe kwenye kazi
Mungu aliondoa yale magamba. Lakini watu wengi wako kanisani lakini magamba yako. Na ndio maana unakuta mambo anayofanya kwenye kanisa, utakuta mnyakwaya anabebesha mwenzi yake mimi. Kwa sababu nini? Macho yako hayajatolewa nini? Magamba. Huko naye kanisani unakuta watu wengine wanaanza kuibiana masimu. Macho yake haitafunguliwa na Mungu. Huko pale unakuwa na uchawi, tunaimba lakini unaongea wazako kwa sababu macho yako hayatiwe nuru. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kuna msumari, kuna miba iliyotunga Yesu kwenye pua. Kuna miba iliyotunga Yesu kwenye pua. Na kazi ya pua ina kazi gani? Kunusa. Pua kazi yake ni kunusa. Iliyo na harufu mbaya, pua haiwezi kukaa pale. Anakukunga na kumilikana kwa mimi hapa kwa kitu kibaya. Haleluya. 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 Kuna miba iliyomtunga Yesu kwenye pua. Inatufundisha nini ile miba ambayo ilimtunga Yesu kwenye miba? Sisi wa Kristo wa leo. Ni kwa sababu inatufunza, kwa sababu tusikie harufu nzuri au mbaya. Zambi inanuka ndugu yangu. Zambi inanuka. Uko mtu hapa naona watu hapo wananuka perfume. Kwa macho tunaona ni perfume kimwili. Lakini watu kiroho kiangalia watu wananuka kiroho. Amen. Uko na nguo nzuri kustili kama bibi yako. Lakini bado unanuka kiroho. Mzigo ulio nao unakurukisha mbele za watu. Tuondoe mizigo. Amen. Bado tuna mizigo. Kazi ya pua ni kunusa harufu nzuri na mbaya. Ile mbaya toa. Kwa sababu umekolewa na damu ya Yesu, lazima uchague harufu nzuri. Na harufu nzuri iko katika Kristo. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Basi tuendelee. Kuna miba ilimtunga Yesu kwenye masikio. Tuko kwenye alama ya kwanza ambayo inasema lile taji aliyowekwa kwenye kichwa ili kusafisha fikra zetu ambazo zilikuwa zinatawaliwa na shetani. Na kwenye kichwa kuna ile viungo ndio kilikuwa na maana yake. Ninaposema somo hili lazima tujue. Amen. Kuna miba ambayo ilimtunga Yesu kwenye masikio. Inatufunza nini sisi wa Kristo? Ile miba ambayo ilimtunga Yesu kwenye masikio. Maana yake inataka kutufunza. Ubarikiwe. Nani alisema hivyo? Asimame kwanza kumwomba. Amen. Tunaishi hivyo, nasema dada tusiishi wapi? Kwa kusikia dada. Ndio, maisha yako yako vizuri na Mungu. Amen. Haleluya. Watu wengine wanasema kama peroketo. Lakini hawaishi yale maisha. Ninasema kweli, tunasema huko. Wengi watanichukia lakini lazima niseme ukweli. Ninaposema ndio na ndio iwe ndio. Kweli ulisema kweli. Ile miba ambayo ilimtunga Yesu kwenye masikio ni kwa sababu tusikie maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu yazame kwenye masikio yako. Neno ndio Mungu. Yaani mkamate Mungu muingize au kwenye masikio yako kwenye tempa siku zote za maisha yako. Lakini cha ajabu Pangaka ambao kwa LCC yenu baraka nini? Kupandisha mimi si hapo kupandisha. Kupandisha. Ambao watu kupandisha usiogope, usiogope la zako. Acha nikwambie, mimi sijakuwa. Wengi hawajui hii samani ya umila ambao uliingiza kwenye masikio. Kutafuta hela si vibaya. Lakini anza kwanza Mungu. Mpende Mungu. Anasema tafuteni kwanza
mpate ufalme wa mbinguni, na haya vinginevyo mtapewa ni zawadi. Ndipo kwanza mtafuta, hautampenda tu kila saa. Mimi nina mdogo yangu yuko pale, nikamwona anakosa akili na zamani, anakosa hata muda wa kula. Mesaji ambazo zinaingia huyu mtandao unakuta mtu yuko makini, hata kwenye chakula anasema sasa zinaendelea ni wapi. Sasa namwambia huu mwendo ambao unaenda kama ni Jumapili tukienda somo wote hivi kwenye kanisa, singekuwa ndani jamani. Hivi ni kwa hapo wengine wanasema anakawia bado tuende sasa. Yaani ile mimba ambayo Yesu alipima kwenye masikio akavumilia, haina kazi kwake. Kusoma neno hata dakika 2 hauna. Neno hauna. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Amen. Tunazidi hapa na Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika kipindi kizuri cha matangazo. Karibu kwa muziki.